Nadhani tutakuwa tumefuatilia wote kwa pamoja kile ambacho kinaendelea kule Kamerun baada ya upinzani kujitangaza kwamba wao ndio washindi wa uchaguzi huo. Sasa kanisa Katoliki ambalo lina ushawishi mkubwa nchini Kameruni limetoa wito wa utulivu, huku hofu ikiongezeka kwamba huenda ghasia zikazuka mara tu matokeo rasmi ya uchaguzi wa rais yatakapotangazwa rasmi. Mgombea upinzani na msemaji wa zamani wa serikali Issa Chiroma Bakari amejitangaza kwa mshindi wa uchaguzi wa Oktoba 12 akisema alimshinda Rais Paul Biya mwenye umri wa miaka 92 ambaye anatafuta kuongeza muda wa utawala wake wa miaka 43 kwa miaka 7 zaidi. Tamko la Chimora lilikosolewa na serikali na chama tawala cha Biya, huku maafisa kadhaa wakielezea kuwa ni kinyume cha sheria. Baraza la Katiba la Kameruni bado halijatoa matokeo ya mwisho, wana hadi tarehe 27 Oktoba kutangaza mshindi. Kukaidi na kuahidi kuwa kwa Chiroma kutetea kile ambacho mzee huyo wa miaka 76 anakiita ushindi wake kumeibua hofu ya kutokea ghasia katika taifa hilo la Afrika ya Kati. Katika taarifa iliyotolewa na Baraza la Maaskofu la Kitaifa la Kameruni, yaani NECC, maaskofu wa Kikatoliki walieleza haja ya kuwepo kwa amani na utulivu. Makasisi hao walisema wanatumaini kuwa matokeo rasmi yataakisi matakwa ya wapiga kura na hakuna kitakachobadilishwa na mamlaka yoyote inayohusika na zoezi hili. Lakini kanisa Katoliki linaheshimiwa sana na linachukua kwa sauti ya maadili ya kitaifa. Kauli yake inaangazia hisia za wengi ambao wamelitaka Baraza la Katiba kuhakikisha kwamba matokeo hayachachuriki hata kidogo. Baadhi ya maaskofu wa kanisa hilo wamejitokeza wazi katika kumkosoa Biya na jinsi alivyotawala. Mnamo Januari, Mansinyo Yauda Hawarigo, askofu wa dayosisi ya Yugua katika eneo la kaskazini ya Mbari, alisema ilikuwa vyema kwa shetani kuchukua mamlaka badala ya Biya kugombea tena uchaguzi. Hatutateseka zaidi ya hivi, tayari tumeteseka vya kutosha, alisema katika mahojiano yake, akitoa habari hiyo ya kwamba sasa hivi labda hawatoteseka tena kwa sababu kuna kitu bora labda kinaenda kutokea huko mbeleni.